Familia moja ya Kenya inatafuta majibu ya usaidizi ili kurudisha mwili wa ndugu yao mwenye umri wa miaka 29 ambaye aliuawa nchini Ukraine alipokuwa akipigana upande wa Urusi. Clinton Nyapara Mogesa mwenye umri wa miaka 29 aliondoka nchini Kenya kwenda kufanya kazi Qatar mnamo mwaka 2024 na baadaye familia yake ikagundua kwamba alisafiri kwenda nchini Urusi. Siku ya Jumamosi, serikali ya Ukraine iliripoti kwamba alifariki dunia huko Donetsk, mashariki mwa Ukraine baada ya kuajiriwa nchini Qatar. Ukraine imesema Urusi haikuchukua mwili wake na alikuwa amebeba pasipoti za Wakenya wengine wawili. Kifo chake kimekuja huku kukiwa na wasiwasi kuhusu Wakenya kuandikishwa kupigana vita nchini Ukraine. Familia ya Mogesa iliambia Citizen TV ya Kenya waliuza ardhi ili kumsaidia kupata pesa za kusafiri hadi Katari kutafuta ajira. Kifo chake kimetushtua, kaka yake Joel Mogere alikiambia kituo hicho. Amesema Mogesa alikuwa mtoto wa mwisho na mtoa matunzo kwa familia na tumaini la familia hii. Mama yake Milene Mora amesema anaugua kisukari na mwanaye alikuwa akimlipia dawa na kumtunza na anasema hajui la kufanya. Ninaomba serikali nisaidie, aliongeza. Serikali mwezi uliopita ilisema Wakenya 18 waliokuwa wakipigana nchini Urusi wameokolewa na kurejeshwa makwao. Mnamo mwezi Novemba mwaka jana, waziri wa mambo ya nje wa Kenya alisema takribani Wakenya 200 wanapigania Urusi na mitandao ya kuajiri bado inaendelea. Nchi zingine za Kiafrika zimeripoti visa vya vijana kupewa ofa za kazi zenye faida kubwa nchini Urusi ambazo baadaye zilisababisha kuajiriwa kijeshi. Tathmini ya ujasusi ya Ukraine inakadiria kwamba zaidi ya watu 1400 kutoka nchi 36 barani Afrika wameajiriwa kupigania Urusi. Ukraine imeonya mara kwa mara kwamba mtu yeyote anayepigania Urusi atachukuliwa kama mpiganaji adui, huku njia salama ikiwa ni kujisalimisha. Shirika la ujasusi la Ukraine siku ya Jumamosi liliwaonya raia wa kigeni dhidi ya kusafiri kwenda Urusi au kukubali ajira huko, hasa kazi zisizo rasmi au haramu. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.